Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema yake tena katika alfajiri ya leo. Ninamtukuza Kristo sana kwa vile ambavyo ameendelea kuwa pamoja na sisi siku hadi siku, wakati hadi wakati. Mungu akubariki sana mpendwa mtumishi wa Bwana ambaye ungana pamoja nasi. Inawezekana kwa njia ya mtandao kwenye Facebook yetu. Mungu akubariki sana. Tuendelee. Lakini ambaye tuko pamoja hapa, Mungu aendelee kukutia nguvu. Na wewe uliyeko mbali kule, usio mtu wa kawaida kabisa, ninakuombea uwe giant la kiroho katika jina la Yesu. Uwe jitu ambalo linategemewa, ambalo litaleta majibu kwa jamii katika jina la Yesu. Watu ambao watabeba ujumbe wa kimungu majira haya ya siku za mwisho, ambapo karibu Kristo atalitoa kanisa, majira haya ambayo tunakiendea kiyama. Acha niseme na wewe, natamani Mungu akupe wewe kuwa jitu ambalo litaubeba ujumbe wa kweli ya Mungu, jitu ambalo litabeba nguvu za ajabu sana kutembea nazo katika jina la Yesu. Mungu anainua majitu, anainua magiants ambao watakuwa na msaada katikati ya jamii katika jina la Yesu. Watu ambao Mungu atajaza ndani yao hekima yake, watu ambao Mungu atajaza ndani yao vitu vyake vya kimungu katika jina la Yesu, kwa namna ya ajabu sana. Nataka kuzungumza na wewe uelewe, kama ninakuombea katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Usio mtu wa kawaida, na Mungu anakiinua kizazi cha pekee cha wamtafutao, na nakuhakikishia ndani hiki kizazi mifano mingi sana ambayo Mungu anataka itoke duniani, Mungu ataionyesha katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu akubariki sana alfajiri ya leo. Wacha tuendelee tena kwa kadri ambavyo Mungu anatupa neema kwa wakati mwingine tena. In the name of Jesus, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya mapambazuko haya ya kizazi cha wamtafutao Bwana, ikiwa ni tarehe ya 11 mwezi wa 12 2025. Let us thank God. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa sababu ya pendo lako. Asante kwa neema yako Bwana ambayo imekuwa juu yetu tena Bwana katika usiku mzima, katika wakati wote, katika siku nzima ya jana na hata alfajiri ya leo tena Bwana. Baba, tungali mbele zako tena katika alfajiri hii, kama ambavyo umetuagiza kuwepo kila mapambazuko kwa ajili ya Bwana ya kusema nawe, kwa ajili ya wewe kusema nasi Bwana, si kusema na wewe, katika jina la Yesu, kwa ajili ya kutuonyesha kile unataka nasi Bwana tuhitaji kutoka kwako. Katika jina la Yesu tunaomba neema yako tena Bwana katika alfajiri ya leo, kwamba uwe pamoja nasi tena, mfalme wa amani. Yesu, ninakuomba ukadhihirike mahali hapa, lakini ukadhihirike popote pale ambako mtu yote amejiunga pamoja nasi Bwana kwa njia ya mtandao. Yesu, nakuomba uwe pamoja naye, weza wako na udhihirike ndani yake mfalme. Bwana, kile ambacho unakusudia kukiinua duniani, Yesu kakiinue katika jina la Yesu. Ile mbegu mpya ambayo unaipanda duniani, Yesu ikaote ndani yake katika jina la Yesu. Hayo ikakuwa ikazae 30, 60 na 100 katika jina la Yesu. Baba, asante kwa pendo lako. Baba, asante kwa matendo yako. Baba, asante kwa ukuu wako. Baba, asante kwa ujumbe. Baba, asante kwa makusudi yako. In the name of Jesus, Father, we praise your holy name because you are with us this morning. In the name of Jesus, Baba, tunakushukuru kwa jina hilo la pekee. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana. Nataka nikuambia jambo hili moja, kwamba kumbuka sana, tumeangalia kuhusu mwili na tumeangalia mambo mengi sana kuhusiana na mwili, na kwa muda mrefu, kwa siku kadhaa tumeangalia, na Roho Mtakatifu ametupitisha karibu katika kila engo. Yale mengine nilisema ufafanuzi mwingine ambao Roho Mtakatifu anataka utokee, anatupa muda, anataka uwe pale mbele, namna ambavyo unaweza kucontrol mwili wako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, kwa neno la Bwana na kwa Roho Mtakatifu na kwa mafunuo mengine ambayo Bwana atayaachilia. So ninamshukuru Mungu sana na vile ambavyo amekuwa akizungumza na sisi. So nataka ujue kwamba mwili wako unatengenezwa na moyo wako, yani mwenendo wako unatengenezwa na moyo wako, au mwili wako unaharibiwa na moyo wako. Sikia, roho yako itaenda mbinguni kwa moyo wako, au hiyo roho yako inaweza kwenda jehanamu. Kwa nini? Kwa moyo wako pia. Kwa hivyo ni vizuri ukajua kwamba kile kinachokuendesha, kile kilichoujaza moyo, kile ambacho ndio mfalme wa moyo, ndicho kinachoamua. Lakini Mungu alimpa
Adamu kila kilicho chema alitupatia. Kama wanadamu alituandalia mazingira yote yaliyo mema, kwa hivyo ametutengenezea kila kitu. Ni kama kusema hivi, hatuna sababu yoyote ya kujitetea kwamba kwa sababu hii tulikosea. Nataka uelewe vizuri, tendo unalolitenda leo, tendo lolote ulifanyalo, unajiwekea akiba. My bro, my sister, kila tendo ulifanyalo leo unajiwekea akiba yako ya kesho. Ikiwa unatenda mema, unajiwekea akiba njema, na mema yatakufuata, sio wewe tu, mpaka na uzao wako. Sikia, kila tendo unalotenda unajiwekea akiba. Ukifanya mabaya, unajiwekea akiba mbaya, na ubaya utakufuata, si wewe tu, na uzao wako. Amin nakuambia, Mungu hadhihakiwi, apandacho mtu ndicho atakachokivuna. So whatever you do today, utakivuna kesho. Kila unafanya leo utakivuna kesho. Ukikivuna kidogo, watoto wako watavuna kingi zaidi. Nisikie, usipovuna kukosa kuishiwa, usipovuna hiyo utavuna magonjwa. Usipoyavuna magonjwa utavuna jehanamu. Nisikilize, moyo wako unaandaa kesho yako. Kwa hiyo tafadhali jichunge. Najua kwa sasa uko na maamuzi ya kufanya whatever unataka, lakini nisikie mwanadamu, nikuambie, kile unafanya leo unajiwekea akiba yako kesho. Nakuambia tena, kile unafanya leo unajiwekea akiba kesho. So chunga kile unachofanya, chunga matendo yako kwa jirani yako, kwa ndugu yako, kwako mwenyewe. Chunga matendo yako, kwa sababu kile unafanya unajiwekea akiba kesho. Nataka ukumbuke jambo hili, the way unaishi kufanya vitu ambavyo ni vya kuumiza mwili wako, unafanya mambo, mazoezi yaliyopitiliza hivi na vile, ndivyo ambavyo kwenye uzee unasikia hapa panauma, mwili unakurudishia, unakukumbusha matendo uliyofanya kule. Ndivyo ilivyo hata maisha yako, mwenendo wako, vile unavyoishi, unajiwekea akiba na kuhakikishia umefanya kama imeenda, but it will come back to you tomorrow. Whatever you do today, it will come back to you tomorrow, and not to yourself, even your generation. So please, just be careful. Watch yourself, my brother. Watch yourself, my mom. Watch yourself, my sister. Watch yourself. Kuwa makini sana, kwa sababu nje na hapo unajiwekea akiba mbaya na balaa linakusubiri. Mungu akupe neema katika jina la Yesu. Lakini Bwana alitutengenezea mazingira yote ya wema, uzuri na ubora. Wote ametuwekea ubora wa ajabu sana katika jina la Yesu. Basi tunaendelea mstari wa 8, sura ya 2 ya kitabu cha Mwanzo 8. Mstari wa 8, sura ya 2. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Tunakwenda sawasawa? Aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Haleluya sana. Naomba usichanganyikiwe. Roho Bwana yuko hapa kutufafanulia. Yes, the Holy Spirit is here just to teach us. Let me say this. Kwamba Biblia inaonyesha Mungu anazungumza, anasema alipomuumba Adamu alitengeneza mpaka na bustani upande wa mashariki wa Edeni. Alipotengeneza akamaliza ile bustani, Biblia inasema hakumwacha mtu nje. Alimchukua kama alivyo, akamweka ndani ya Edeni. Ndani yake amechipusha na hata nje ya Edeni amechipusha kila mche na mti unaofaa kwa kuliwa, ambapo ndani yake kuna dawa humo ameweka kila kitu. Mungu akachipusha, alafu akamweka Adamu ndani. Yesu na asifiwe sana. Biblia inasema na ndani ya bustani ya Edeni kulikuwa na kila kitu. Tunakwenda vizuri Kulikuwa na kila kitu. Anasema Bwana Mungu anasema mti wa kuliwa, ile si kwenye mstari wa 9 pale mwishoni, anasema na mti wa uzima katikati ya bustani. Mti wa uzima ulikuwa katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya ulikuwa pia
katikati ya bustani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa kitu ambacho unapaswa kuelewa, watu wengi wanajiuliza, wanadhani Mungu hakuwa ameandaa mazingira. Alitengeneza mazingira yote yaliyo mazuri, akaweka kila kitu kizuri kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Adamu ambaye Mungu alimuumba akamweka mle. Amemweka mle kwa makusudi yake. Kwa hiyo akaweka kila kilicho chema, kila kilicho bora akamwandalia Adamu. Kila kitu kikakaa sawa kabisa, hakina shida. Ameweka kila kitu na chakula kipo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Akaweka na chakula kabisa cha kutosha kikawepo mle. Kwa hiyo ile miti ambayo aliweka, ameiweka kila kitu kilikuwa vizuri kabisa. Naomba niende mbele kidogo, alafu nitarudi kwenye mstari wa 9. Nitarudi tena hapo. Naenda mbele kidogo. Mstari wa 10. Nasema ukatoka mto katika Edeni, wa kuutilia bustani maji wa kuutilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa na vichwa 4. Jina la wa kwanza ni Pishoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Havila, ambako kuna dhahabu, na dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna bedola na vitoshohani. Na jina la mto wa pili ni Gihoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi, Kushi za Afrika. Na jina la mto wa tatu ni Hidekeli, ndio unaopita mbele ya Ashuru. Na mto wa 4 ni Efrati. Hii yote najua ukifuatilia kwenye historia utaipata, lakini hatuko kwenye historia, tuache hiyo. Kama Roho Mtakatifu atatupa kwenda huko tutaenda, lakini hatuko kwenye historia sasa. Anasema ndio unaopita mbele ya Ashuru, na mto wa 4 ni Efrati. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Narudia tena, ailime na kuitunza. So kuna watu wanadhani kazi ilikuja baada ya Edeni, yani baada ya anguko la Adamu. Sikia, watu wengi wanafikiri kwamba kufanya kazi au kazi hizi za kawaida za kutafuta fedha, kutafuta chakula na vitu kama hivyo zilikuja baada ya Edeni. So, leo nataka uelewe, kazi haikuja baada ya Edeni. From the origin, Mungu alipomuumba Adamu alimpa kazi ya kufanya. Achana na ile ya kusudi lile la kuumba kwake la kutawala, tuiache hiyo, maana tutairudia vizuri zaidi, tuiangalie kwa undani. Lakini tuiache hiyo. Kazi hizi za mikono ya kawaida, kazi ambazo kama ambao unajiandaa kwenda kuifanya leo, kazi ile ambayo unafanya ofisini kwako na vinginevyo vya kujitafutia kipato, watu wanadhani ilikuja baada ya Edeni. Hapana, tangu mwanzo Mungu alipomweka Adamu ndani ya Edeni, alimuweka alime na kuitunza. So ni kusema Adamu alikuwa na kazi hata kabla ya kuondolewa Edeni. Kwa kazi haikuja sio kwamba kazi ni matokeo ya dhambi. No, kufanya kazi sio matokeo ya dhambi. Kufanya kazi za mikono, Mungu aliumba hivyo tangu mwanzo. Kwa hiyo kufanya kazi, tatizo limekuja wapi? Ni kwamba sasa kazi kubwa, matokeo kidogo. Ndio tofauti. Lakini zama zile Adamu alikuwa anapalilia tu bustani ya Edeni. Yeye hakuwa na kazi ya kuotesha, kazi yake ilikuwa ni kupalilia. Anachuma matunda anakula, anachuma matunda anakula. Maisha yanafanyaje? Maisha yanasonga. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nimetaka niguse hicho kipengele kwamba kazi haikuja baada ya Edeni. Usio kadhani kufanya kazi ni sehemu ya adhabu ya anguko la Adamu. Hapana, kufanya kazi kulikuwepo hata kabla ya anguko. Yesu asifiwe. Hata kabla mwanamke hajaumbwa, Mungu alishampa Adamu kazi. Jamani, Yesu atusaidie sana. Sasa nataka turudi pale kwenye mstari wa 9 ambako anasema mti wa uzima ulikuwa katikati ya bustani na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mtu mmoja aliwahi kuniuliza hivi. Kwa nini nimerudi hapa? Nikosema mtu mmoja aliwahi kuniuliza hivi. Akaniuliza ina maana huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya ambao ndio Adamu, ndio uliomwangusha Adamu. Adamu alipokula akaanguka. Hasa kwa nini Mungu aliuweka? Kwa nini Mungu aliuweka? Si asingeuweka tu. Nikamwambia nisikilize. Kila kitu Mungu alichoumba alikiumba kwa kusudi. Narudia tena. Kila kitu Mungu alichokiumba amekiumba kwa kusudi. Hakuna kitu ambacho Mungu ameumba kwa bahati mbaya. Na naomba uelewe mwanadamu alfajiri ya leo,
ya kwamba Mungu hakuwahi kuumba chochote kiwe mtego kwa Adamu. Hakuwahi kuumba chochote kiwe mtego kwa mwanadamu. Chochote kilichoumbwa hakikuwahi kuumbwa kiwe mtego kwa mwanadamu. Hakuna. Mungu hakumwekea mwanadamu mtego wowote, maana Mungu angeweka mtego, nani angeuepuka? Si wote tungeenda jehanamu. Lakini Mungu hakuweka mtego hata kidogo. Kila kitu kilichoumbwa kimeumbwa kwa kusudi, kina kazi yake. Hata ukucha una kazi yake. Kila kitu kina kazi yake. Jamani, Mwokozi Yesu na asifiwe sana. So nataka uelewe vizuri na ufahamu ya kwamba hata kazi hii, miti ilivyowekwa pale, miti ile iliwekwa kwa makusudi ya Mungu. Mungu aliweka. Mimi ninachoamini ni kitu kimoja. Samahani, hii haijaandikwa, lakini ndani yangu ninasikia ya kwamba ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya Mungu aliuweka kwa wakati maalum. Adamu angeruhusiwa kula kwa wakati maalum. Mimi naamini pengine Mungu angemruhusu Adamu kuula baadaye, na hata kama asingeuruhusu, ulikuwa una kazi yake maalum. Lazima ulikuwa na kazi yake. Pengine haukuwa yale matunda yake ilikuwa sio ya kula, pengine alikuwa ni dawa, pengine alikuwepo, lakini ulikuwa una makusudi kabisa maalum ya kumsaidia mwanadamu mahali fulani. Mungu aliweka, maana Mungu hakuweka kama mtego. Ndio maana, kwa sababu wakati wa kutumika kwa lile tunda ilikuwa haujafika, ndio maana Mungu akasema hapa, twende vizuri. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu, mstari wa 16, akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa. Hakika Mungu akishasema hakika, nisikilize mwanadamu, nilikuambia na nirudie tena, siku zote tena lolote unalolifanya kwenye maisha yako lina mshahara wake. Dhambi ukifanya, nisikilize vizuri, kufanya dhambi utatubu, utasamehewa, lakini mshahara wa dhambi huenda usiondoke. Narudia tena, dhambi ukifanya kweli utatubu na utasamehewa, Mungu atakusamehe, lakini huenda ule mshahara wa ile dhambi ukaupokea ijapokuwa umesamehewa. Hata Adamu alisamehewa mauti ya milele, jehanamu, lakini adhabu au matokeo au mshahara wa kula tunda aliambiwa asile, ambao ulikuwa umewekwa kwamba ni kifo tayari, hata kama angefanyaje ule mshahara angeupokea. Atusaidie Mwokozi Yesu. So ni muhimu ukajua, tazama, Mungu alimwagiza asile. Kwa nini? Naamini wakati wa kutumika kwa ule mti haukuwa bado. Wakati wa kutumika kwa ule mti ilikuwa bado haujafikia. Ndio maana hata mtoto wako, angalia, hata mtoto wako, una magari ni kweli, lakini huwezi kuamka asubuhi ukampa mtoto wako wa miaka 2 gari eti chukua na wewe endeshe uendage eti kwa sababu unampenda. Hakuna hiyo biashara. Mimi naamini kwamba mti wa ujuzi wa mema na mabaya ulikuwa na kazi yake maalum. Kama sio kama ilikuwa ni wakati wake, ni wakati wake wa kuliwa, ilikuwa bado, pengine ulikuwa sio wa kuliwa, pengine ungetumika kama dawa. Mimi naamini kwamba kulikuwa na makusudi yake. Wewe ni kusema usile huo mti, nisikilize mpaka nitakapokupa maelekezo mengine, usije ukaula huo mti. Tunakwenda vizuri, wapenda watumishi wa Bwana. Usichanganyikane ukaona Mungu aliweka mtego, hapana. Wala usichanganyikiwe ukadhani, maana kuna watu wanahubiri wakiwaambia watu kwamba Adamu na Hawa walichokula ni uzinzi. Hapana. Tangu mwanzo Mungu alipowaomba, mstari wa 26 wa kitabu cha Mwanzo sura ya 1, aliwabarikia akawaambia, zaeni mkaongezeke. Na mfumo wa kuongezeka, formation ya kuongezeka ni hiyo tu, reproduction ni hiyo tu. Ilikuwa ni njia ya nini? Ya sex. Kwa hiyo walikuwa wameshabarikiwa, marriage ilikuwa tayari, ndoa ilishafungwa, ile ilishabarikiwa. Na ndio maana tunajua, nisikilize, ndio maana ukioa kienyeji tu tunakuhesabu umekosea, umeanguka. Kwa nini? Kwa sababu haijabarikiwa. Ndio tayari Mungu alipowaunganisha, alipomuumba Hawa kwa ajili ya Adamu, alipomuumba tu mara moja alishaidhinisha, lakini ilikuwa bado hawajabarikiwa, akawabariki. Kwa hiyo kule mnapopendana huko na kumalizana kulipa mahari na nini, hapa kanisani mnakuja kufanyaje? Kubarikiwa. Kama mjapata baraka, manake mnaenda kwenye laana. Ndio maana ni muhimu sana kubarikiwa. Yesu asifiwe. Wala usije ukaonja huko kidanganywa eti hata Adamu na Hawa. Nani amekuambia? Uongo mtupu. Sidanganywe, hakuna injili ya hivyo. So nataka uelewe vizuri katika jina la Yesu
kwamba mti wa uzima, mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na mti wa uzima ulikuwepo. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya ndio nauzungumzia zaidi leo. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya Mungu aliuweka kwa makusudi yake. Mungu hakuweka kwa ajili pengine ilikuwa sio wakuliwa. Inawezekana ule mti ulikuwa ni kwa ajili ya matumizi mengine, dawa ama vinginevyo, lakini Mungu alikuwa hajampa Adamu maelekezo ya namna ya kuutumia. Alichomwambia ni usile. Kama alikuwa hajaelewa kwamba kwa nini asile, angemuuliza Mungu, maana Mungu angemjibu. Kwa sasa issue ilikuwa sio kwamba kwa nini mti ulikuwepo. Hapana, mti Mungu aliweka kwa makusudi yake. Hata miti mingine nayo ambayo ukila unakufa, Mungu ameiweka kwa makusudi yake. Hiyo mti ambayo ukila unakufa, huenda kuna matumizi mengine ukitumia unapona badala ya kufa. Yesu atusaidie sana. Wewe nataka ujue Mungu hakuweka kama mtego, na ule naamini kwamba wakati wa kutumika kwa ule mti ilikuwa bado. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana. Lakini kumbuka, Mungu alipomweka Adamu ndani ya Edeni, alimpa maelekezo, alimpatia katiba, alimpatia utaratibu. Adamu, ili uishi Edeni usile mti, au ili uishi Edeni ishi maagizo yangu. Ili usiishi, acha kuyafanya maagizo yangu. Ukiacha maagizo yangu unajitengenezea kifo. Kama nimekuambia usile na wewe ukala, utakufa. Nimekuambia utakufa. Kwa sababu ile ahadi iliyoambatana na agizo, kila agizo linaambatanaga na ahadi. Yesu asifiwe. Kila agizo la Mungu linaambatanaga na ahadi. Hakuna agizo la Mungu ambalo aliambatanagi na ahadi. Ila agizo linaambatana na ahadi. Adamu, usile uishi, ukila utakufa. Kwa hiyo kutokula, agizo la kutokula linaambatana na kuishi. Agizo la kula, yani agizo kwamba ukiacha kula inaambatana na kuishi. Ukila inaambatana na kifo. Kwa hiyo ni kusema hivi, obedience with life, disobedience with death. Tuko sawa sawa? Yani kutii pamoja na maisha, kutokutii ama uasi pamoja na mauti. Mwokozi Yesu na atusaidie sana. Tunaomba uelewe kitu kimoja. Sasa nilikuwa naomba Mungu wakati fulani, nilikuwa kwenye maombi ya muda mrefu. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2017 mwezi wa 5. Mungu alizungumza na mimi jambo moja hivi. Mwezi wa 5 nafikiri ilikuwa ni tarehe 10 Mungu alipozungumza na mimi ile jambo, ilikuwa usiku sana, kama saa 8 hivi usiku. Nilikuwa kwenye maombi hayo, Mungu akazungumza na mimi ile jambo. Sasa katika kuzungumza na mimi akaniambia jambo hili. Sasa kile kitu ambacho Mungu aliniambia, nikajiuliza, nikawa nauliza, ina maana Adamu na Hawa walifanya dhambi gani? Dhambi gani walifanya? Akaniambia nisikilize, na mimi naomba uelewe hivi. Dhambi inayotendwa na mtu yoyote ni tokeo, yani tendo la nje ambalo ni ovu, tendo ovu linalofanywa kwenye mwili ni tokeo la dhambi iliyofanywa moyoni. Narudia tena, tendo lolote lile baya linalofanywa na mwili wako ni tokeo la dhambi ambayo tayari lishafanywa wapi? Ndani ya moyo wako. Kwa hiyo mwili unatekeleza matakwa au unatekeleza tendo la moyo. Mwokozi Yesu na atusaidie. So akaniambia, dhambi aliyoifanya Adamu na Hawa sio kula tunda lile, sio kuchuma lile tunda na kulila. Hapana, dhambi aliyoifanya Adamu na Hawa ni kuondoka kwenye ulimwengu wa kuongozwa na mimi, au kuondoka chini ya utaratibu wa kwangu, kuondoka chini ya sheria zangu, na wakaingia kwenye ulimwengu wa maamuzi binafsi. Narudia tena, dhambi aliyoifanya Adamu na Hawa sio kula lile tunda. Dhambi aliyoifanya Adamu na Hawa ni kuondoka kwenye maongozi ya kimungu na kuingia kwenye maamuzi binafsi. Tunakwenda sawa sawa. Kwa namna gani? Akaniambia kula tunda. Nikasema, nilikuwa najiuliza, mbona walikula tunda? Kula tunda ni tokeo la dhambi ya kuniacha tangu moyoni. Tangu moyoni waliacha maagizo yangu, ndio wakaweza kula tunda. Narudia tena, tangu moyoni
walishaacha maagizo yangu Adamu na Hawa, ili walile tunda tayari wameondoka kwenye kunisikiliza, wameondoka kwenye sheria zangu, wameondoka kwenye ulimwengu wa kunisikiliza mimi, wameingia kwenye ulimwengu wa maamuzi binafsi. Kwa hiyo kula tunda ni matokeo ya kuacha maagizo ya Mungu. Let me say to you kwamba dhambi ya uzinzi ni tokeo la kuyaacha maagizo ya Mungu. Ni tokeo la dhambi ambayo tayari umeshaifanya moyoni. Narudia, wizi ni tokeo la dhambi ambayo tayari umeshaifanya wapi? Ndani ya moyo wako. Huku ndani ya moyo umeshaiba tayari. Narudia tena, uongo tayari umeshafanya huku ndani, unakuja kusema nje. Nisikilize, kulewa, kunywa pombe, kuvuta sigara, bangi na vinginevyo, yani umeshafanya moyoni, ndio inatokea wapi? Mwilini. Kwa hiyo Adamu na Hawa walishakataa kuongozwa na Mungu, wakaingia kwenye kujiongoza wenyewe, tunda likaliwa. Atusaidie Mwokozi Yesu. Kwani kusema kama mwanadamu akiendelea kuwepo chini ya sheria na maongozi ya Mungu, hawezi kufanya hayo, hawezi kufanya mabaya. Mwokozi Yesu na atusaidie sana. Kwa hiyo nataka uelewe vizuri, mtumishi wa Bwana, nataka ujue vizuri, mtumishi wa Mungu, kwamba mti wa ujuzi wa mema na mabaya haukuwekwa kwa mtego. Ndio maana Mungu alitoa maelekezo, usile. Kwa nini? Ni kama kusema wakati wake bado. Kama Adamu alikuwa hajaelewa, kama alikuwa hajakubali, angemhoji Mungu, Mungu, kwa nini nisile? Na mimi nakiangalia hivi, mbona kama inapendeza, kwa nini nisile? Lakini nataka nikukumbushe jambo moja, tutaliangalia vizuri kesho. Naomba ukumbuke jambo hili mpendwa. Sikia, ogopa sana, ogopa sana considering, ogopa sana kutafakari jambo. Sikia, kadri unavyolitafakari jambo, ndivyo either linaongezeka ubaya ama linaongezeka uzuri. Ngoja niseme kadri unavyokitafakari kitu au mtu au jambo lililotokea, either linaongezeka ubaya au linaongezeka uzuri wake. Bwana Yesu na atusaidie sana. Ukitaka kujua, fanyiwa kitu kibaya na mtu yeyote tu. Ukishafanyiwa kile kitu kibaya, toka hapo, nenda kakae chini, anza kukitafakari kile kitu ulichofanyiwa. Utajikuta unapiga meza, kwani sikumpiga? Kwa nini? Kwa nini? Kile kitu tayari ndani yako kimekuwa. Tutakuwa na maelezo zaidi kesho, Mungu akitupa neema. Lakini alfajiri ya leo twende tukaombe Mungu. Tumegundua, tumeelewa, tumefahamu kwamba kitendo cha Adamu na Hawa kuacha kuishi kwa maagizo ya Mungu ndiko kulikopelekea wao wakalila tunda ambalo Mungu aliwaambia kabisa msijaribu kula. Kwa hiyo Mungu aliwaambia wasile, na walikula. Kwa sababu gani? Waliacha maagizo. Si kama tunakwenda sawa sawa. Dhambi yoyote inayofanywa ni tokeo la mtu kuishi kwenye maamuzi binafsi. Mtu akiishi ndani ya uwepo wa Mungu, ndio maana ninasisitiza na nitasisitiza milele kwamba watu warudi ndani ya uwepo wa Mungu, watu wajae Roho Mtakatifu. Dhambi haitawasumbua, haitatusumbua tukiishi kwenye uwepo wa Mungu. Dhambi haitatusumbua, mwili hautatushinda. Tatizo tunataka kuishi tunavyojua wenyewe. Nataka ujue hivi, degree yako haikusaidii kumuishi Mungu. Degree yako haitakusaidia kuacha dhambi. PhD yako haitakusaidia. That's why yule daktari ambaye ameandika jopo la madaktari duniani wameandika uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako, huyo anakuambia bila kuvuta pakiti moja siwezi kufanya operation ya mapafu. Can you see it? Unaona jinsi ilivyo ya ajabu hiyo. Kwa nini? Kwa sababu elimu ya darasani, nisamehe sana, kuna wakati inaondoaga ujinga na inaweka upumbavu. Samahani. Acha tuende tukaombe Mungu alfajiri ya leo. Acha tukaombe Mungu. Nataka tuendelee kuomba Mungu. Tumeona tunahitaji kukaa kwenye maagizo yake. Inawezekanaje? Tuendelee kuomba Mungu atutengeneze tuishi kwa ajili yake duniani. Maana bila mkono wake kututengeneza tena, kutuondolea kile ambacho tunajua,
kwa sababu kile kinachoathiri maisha yetu ni kile tunajua, na kile kinachotengeneza maisha yetu ni kile tunajua. Acha tuombe, takueleza wakati mwingine. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, alfajiri ya leo tunasema asante tena Bwana kwa neema yako, upendo na fadhili zako. Asante Bwana Yesu Kristo, umekuwa pamoja nasi tena Bwana katika alfajiri ya leo ya pekee ajabu. Bwana, umekuwa pamoja nasi ukiendelea kutulinda na kuendelea kututunza Bwana wangu. Baba, ninakushukuru sana kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Lihimidiwe jina lako takatifu na kuu mno. Baba, alfajiri hii tumekuja kwako Mfalme tukiomba Amba Bwana wangu na Baba yangu, neema yako tena na iwe juu yetu. Umeendelea kuzungumza nasi tena Bwana kwa habari ya kuishi maagizo na maelekezo yako Mungu mwenye haki, na kwamba dhambi ni tokeo la kuyaacha maagizo yako, wala dhambi sio lile tendo ambalo tunaliona katika mwili. Dhambi ni lile tendo la kuacha maagizo yako. Hiyo ndio dhambi, na haya mengine ni matokeo ya dhambi. Baba, ninakuomba Mungu mtakatifu kwamba Bwana alfajiri ya leo tunaomba tena neema yako Mfalme wa amani, maana duniani Bwana kwa kile tunachojua kwa miili yetu Bwana, kwa fahamu, kwa akili zetu Bwana, yako mengi ambayo tunayafahamu, yako mengi ambayo si mazuri, hayakupendezi hata kidogo, lakini imetokea kwamba tunayafahamu Mungu mwenye haki, na hayo wakati mwingine yanatuletea shida, yanatuletea changamoto, maana tumeyafahamu tayari duniani, pengine hata kabla ya kukufahamu, kabla ya kuitwa na wewe, kabla Bwana ya kukaa kwako Bwana mabwana, huenda haya yanaleta shida Bwana kwa maeneo, huenda yanaleta changamoto, huenda yanaleta matatizo haya Bwana, huenda yanasababisha watu wanashindwa kukuishi wewe Bwana. Baba, alfajiri leo tumekuja kwako Mfalme tukiomba neema yako na iwe juu yetu Bwana, kwa kuwa Bwana kama tungeweza kujitengeneza wenyewe, basi Bwana tusingehangaika kukuomba. Hata alfajiri leo tusingekuja, tungelala, tungeendelea kupumzika tu Bwana, lakini Baba kwa kuwa haiwezekani, that's why tuko hapa Bwana, na kwa ule msukumo ambao umeweka, kwa yale maagizo ambayo umeweka Yesu, ninakusihi Bwana wangu kwamba alfajiri ya leo Mungu mwenye haki Bwana mabwana, ninakuomba mtakatifu Mungu wangu na Baba yangu uketie patakatifu sana, kwamba Mungu mwenye haki Bwana ukadhihirike tena katika jina la Yesu. Tupe neema yako Bwana iwe juu yetu Mfalme. Baba, ukatuwezeshe kuyaishi nia, mpango na madhumuni na makusudi yako Baba, ukatupe neema ya kukuishi wewe Bwana, kuishi utakavyo katika jina la Yesu. Bwana wangu, Baba yangu, Mfalme wangu, Mungu wangu, kimbilio langu na nguvu zangu Bwana, alfajiri leo nimekuja Mfalme, ninakuomba Bwana ukatupe neema Bwana, tunakuomba ukatutengeneze Mfalme wa utukufu Baba, ukatupe kukuishi wewe Bwana Yesu. Tengeneza kabisa Mfalme, kuna mambo mengi ambayo tumeyajua na yamekuwa kama mtego kwenye maisha yetu Mfalme, na kuomba Bwana ukamsaidie mtu mmoja, wasaidie watu wawili, wasaidie wote wanaokuomba, wasaidie Bwana wote katika jina la Yesu. Bwana wangu, alfajiri leo tuko mbele zako Mfalme, kwa kuwa umekusudia kukiinua kizazi cha wanaokutafuta, kizazi cha pekee Bwana. Tuko mbele zako, nia yetu ni wewe Bwana, hitaji letu ni wewe, wewe ndio hitaji letu Mfalme. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu ninakuomba Bwana wangu na Baba yangu kwamba ukatupe neema Mfalme wa amani, ukatupe neema Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mungu wangu na Baba yangu, katika jina lenye nguvu la Kristo Yesu. Bwana wangu, ninakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu ukatupe neema Bwana Yesu, tunakuomba ukatuwezeshe, tunakuomba Bwana ukatupe neema, tutengeneze Mfalme Bwana, tuko mbele zako Bwana mabwana. Ni wewe uliyemtengeneza Sauli kutoka kuwa Sauli na kuwa Paulo, chombo chako chema kitakatifu ambacho kinakupendeza wewe Bwana. Baba, nimekuja mbele zako mtakatifu alfajiri ya leo nikikuomba Mungu mwenye haki ya kwamba Bwana na uwe pamoja nasi tena katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu. Jehova, tunakuomba Bwana uwe pamoja nasi alfajiri ya leo. Tunaomba tena Bwana ukatutengeneze Yesu, finyanga mtu mmoja mmoja Yesu, fanya matengenezo wewe Bwana katikati yetu tulioko hapa na walioko mbali Yesu, fanya matengenezo kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu. Baba, fanya matengenezo Mfalme, ninawaombea watu wako Bwana Yesu, fanya matengenezo ndani yetu, fanya matengenezo katika jina la Yesu, ndani ya wanaume na wanawake, fanya matengenezo Yesu, fanya matengenezo, rekebisha hali ya mambo Bwana, rekebisha hali ya mambo ndani yetu Bwana, kama unavyosema Roho Mtakatifu kwa kinywa cha Paulo, unaposema Bwana kwamba kama vile ambavyo ulimfufua Kristo utaihuisha na miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Yesu, tunakuomba huisha tena miili ambayo ilishaijua dhambi, miili ambayo ilishaiishi dhambi Yesu, tunakuomba huisha tena, maana Bwana wako watoto wako wengi ambao wanashindwa kufanya Bwana kukuishi wewe, kwa sababu kuna kitu walishajua tayari kinawaletea changamoto, tayari kinawaletea shida. Lakini Roho Bwana, ninakuomba ukafanya matengenezo, fanya marekebisho katika jina la Yesu
Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, mimi nakuomba fanya matengenezo ndani ya mioyo yetu. Bwana, finyanga tena upya mfalme. Bwana, unda kile unachokipenda, kile ambacho unakitaka, ambacho kwa hicho Bwana Yesu utatukuzwa. Tutengeneze hivyo mfalme wa utukufu. Tuunde tena Bwana mabwana, tutengeneze mfalme wa amani. Yesu, ukatutengeneze upendavyo, vile inakupendeza, vile unataka, vile unafurahia. Hivyo ndivyo ukatutengeneze Jehova. Bwana wangu, ukafurahishwe na kuishi kwetu. Bwana wangu, ukatutengeneze Bwana, ukafurahishwe na kuishi kwetu duniani. Baba, tengeneza mtu mmoja mmoja, kwani tuishi tofauti na vile unavyotaka. Yesu, tunakuomba ukatutengeneze. Ndio maana tumekuja alfajiri ya leo Bwana, kwa mzigo mkubwa na uchungu mwingi ndani ya mioyo. Tupe kuishi utakavyo. Tutengeneze Bwana vile unapenda. Yesu, ukajivunie kazi ya msalaba, ukajivunie Bwana kwamba heri ulikufa kwa ajili yetu. Yesu, tunakuomba Bwana ukatutengeneze, ukajivunie Bwana kuwepo kwetu duniani, ukajivunie moyo wako ukafurahishwa na kuwepo kwetu, moyo wako ukashangilie kwa kuwepo kwetu, moyo wako ukafurahi Bwana kwamba tupo. Yesu, asante kwa pendo, huruma, neema na fadhili zako. Fame Bwana, ukatutengeneze. Yesu, unda mtu mmoja mmoja, tengeneza kabisa kila mtu kwa jina la Yesu aliye hai, akakuishi utakavyo, akaishi utakavyo. Yesu, tupe neema Bwana, alfajiri ya leo tuwe furaha yako, tufanye kuwa tunu yako, tufanye kuwa furaha yako, tufanye kuwa shangwe ya moyo wako Bwana. Yesu, tunakuomba fanya marekebisho ndani yetu, kile usichokipenda kiondoe, kile unachokitaka kiweke. Bwana wangu, kile usichokipenda ukakiondoe Bwana, na kile ambacho unakitaka lakini hakipo, Yesu weka, maana una uwezo. Fanya marekebisho, wewe ndio uliyeumba kila kitu ndani yetu, una uwezo wa kufanya matengenezo. Fanya matengenezo tena mfalme, wala asiwepo kuishi dhambi, tusiishi dhambi Bwana. Yesu, tupe kukuishi wewe, utupe kuishi maisha matakatifu, utupe kukufurahisha wewe Bwana. Yesu, tunakiu na wewe Baba, tunakuhitaji wewe, tunahitaji kukuona mfalme katika maisha yetu Bwana. Tunaomba kuona ukitenda kazi ndani yetu mfalme, wewe na nguvu zako mfalme. Baba, tunakuhitaji ukae ndani yetu nasi tukae ndani yako. Yesu, fanye kazi yako ndani yetu. Yesu, ukajidhihirishe, uwezo wako uwe dhahiri ndani yetu mfalme, kwa jina la Yesu aliye hai. Alfajiri ya leo Bwana wangu nimekuja, Yesu, ninakuomba ya kwamba Bwana ukajidhihirishe ndani yetu, hata uwezo wako Bwana ukawe dhahiri ndani yetu, utukufu wako Bwana ulio mwingi ukadhihirike ndani yetu, hata nguvu zako zikatenda kazi ndani yetu. Let your power be manifested within us. Let your power manifest in the name of Jesus. Bwana wangu ninakuomba ukajidhihirishe ndani yetu Bwana, uwezo wako ukawe uko dhahiri ndani yetu, ukaonekane. Yesu, tunakuomba tenda kazi ndani yetu, rekebisha hali ya mambo Baba, tukuishi wewe, ufurahisha na kuishi kwetu. Uwepo wako utembee nasi Bwana, majira na majira, nyakati na nyakati. Bwana, siku na siku, tarehe na tarehe, dakika na dakika, saa na saa, sekunde na sekunde, tuishi ndani yako, uweponi mwako, tutumuhumu Bwana, yawe maisha yetu daima hata utakaporudi Yesu. Tupe kukaa ndani yako, majira yetu tusikie bubujiko la Roho Mtakatifu ndani yetu. Tunaomba Bwana, fanya matengenezo makubwa, rekebisha hali ya mambo, rekebisha hali ya mambo ndani ya watu wako. Bwana, wanakulilia, wanaomba alfajiri ya leo. Yesu, tunakuomba fanya marekebisho kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana wangu nakuomba fanya matengenezo. Yesu katukuzwe, Yesu katukuzwe ndani yetu. Rikandaraba, Yesu katukuzwe, karaposaka kwa jina la Yesu. Roho ponagomba, libra zaya, libra penda, libra handoriana, reya katabo, rimandarabo, yakasaka kwa jina la Yesu. Tengeneza upya, fanya marekebisho Bwana, katika jina la Yesu aliye hai, ukatengeneze ndani yetu. Yesu kae, Yesu kae pa mahali panapokufaa, ukae ndani yetu Bwana. Baba, ukae ndani yetu Bwana. Yesu katukuzwe, Yesu katukuzwe, Yesu katukuzwe, Yesu katukuzwe, Yesu katukuzwe, Yesu katukuzwe kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, ukatukuzwe, Baba, ukatukuzwe ndani yetu, ukatukuzwe sana mfano, ukae ndani yetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba wako nakuomba Bwana wangu, tujaze Roho Mtakatifu alfajiri ya Baba, tujaze Roho wako Mtakatifu mfalme, tujaze Roho Mtakatifu Bwana,
katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ukatujaze kwa Roho wako Mtakatifu. Hitaji letu ni wewe Bwana, hitaji letu ni wewe, kiu yetu ni wewe Bwana. Baba, tunakuonea shauku, tunakuonea shauku mno Bwana. Baba, tunakuonea shauku. Tunaomba ujazo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Tunaomba ujazo wa Roho Mtakatifu ya Bwana. Baba, tunaomba neema yako Mfalme na iwe waziwazi juu yetu. Baba, tunaomba neema yako Bwana iwe juu yetu katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, Bwana mwamba na mwokozi wetu. Yesu mwokozi, tunakuomba Baba ukatamalaki ndani yetu Mfalme. Tafadhali ukajidhihirishe Bwana, ukajidhihirishe Mfalme. Yesu kaonekane. Acha Bwana tuone furaha, acha Bwana tuone furaha. Yesu ukikaa mbinguni Bwana utazamapo duniani ufurahishwe na kuwepo kwetu. Baba, tunaomba neema yako Bwana ukajivunie kuwepo kwetu katika jina la Yesu aliye hai. Baba, nakuomba ukajivunie kwamba tuko duniani, ukajivunie Bwana kuwepo kwetu duniani. Yesu ukajivunie kwa jina lenye nguvu la Yesu. Baba, ukajivunie kwamba tuko duniani, kwamba umetuweka duniani. Baba, ukajivunie Mfalme wetu. Tunakuomba Bwana ukatutengeneze wewe upate cha kujivunia kwa jina lenye nguvu la Yesu Mwokozi. Bwana wangu na Baba yangu, nakuomba ukapate cha kujivunia Bwana. Baba, ukajivunie kuishi kwetu, ukajivunie kuwepo kwetu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba Bwana ukajivunie kuwepo kwetu katika jina la Yesu. Baba, tunakuhitaji wewe Yesu, tunakuhitaji wewe. Hitaji letu ni wewe Bwana. Baba, tunawezaje kwenda pasipo wewe Bwana, pasipo kuwa pamoja nasi Mfalme, katika jina lenye nguvu la Yesu. Baba, tunakuhitaji wewe Yesu, tunakuhitaji wewe katika jina lenye nguvu la Kristo Yesu. Bwana wangu na Baba yangu, Mungu mtakatifu, Bwana wangu, nakuomba Baba kwamba ukatutengeneze. Mfalme wa utukufu Bwana, ukatutengeneze. Yesu, tunakuomba ukatutengeneze kabisa Mfalme, vile ninavyopendeza mbele zako Mfalme, hivyo ndivyo Bwana ukatutengeneze katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, tupe kuishi kwa ajili yako. Tujaze Roho Mtakatifu Bwana. Wako watoto wako Bwana katika maeneo mbalimbali sahihi, wako wanaomba, wanahitaji kujaa Roho, wanahitaji uwepo wako Yesu. Nakuomba Bwana, dhihirika kwao kwenye zile rumu walizopo, walioko mbali huko wakifuatilia kwa njia ya Facebook Bwana Yesu. Nakuomba kutana nao Yesu, kutana nao mahali walipo, pakatikiswe, wakajae Roho Mtakatifu mahali walipo, pakatikiswe, wajae Roho, wajae uweza wako, uwe mahiri ndani yao. Hata kama wajae kujaa, wakajae leo alfajiri ya leo, wajae Roho. Pokea, pokea, receive the power in the name of Jesus. Baba, ninaomba neema yako Mfalme, naomba uweza wako Bwana Yesu, kadhihirike kipekee sana. Yesu, kadhihirike Bwana. Baba, ukadhihirike katika jina lenye nguvu la Yesu Mwokozi, mwamba na nguvu zetu Mfalme. Bwana, tuko mbele zako Bwana wetu na Baba yetu Mfalme, tunakuhitaji Bwana wako ambao sahihi wanaomba Bwana, wanaomba kuponywa miili yao. Yesu, nakuomba Bwana ukawaguse kwa jina la Yesu. Bwana, hawa ni mali yako, hawa Bwana ni vyombo vyako. Yesu, nakuomba ukagusa na kuponya katika jina la Yesu. Ondoa teso hilo kwenye miili yao, ondoa hilo teso katika jina la Yesu. Ondoa hiyo changamoto katika jina la Yesu. Ondoa ugonjwa ndani yao katika jina la Yesu. Naomba Bwana wakapone sasa hivi. Natamka Bwana kwa mamlaka ulionipa katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, kwamba mtu yote ambaye anaumwa mahali popote alipo katika jina la Yesu, kama anaamini kwa jina la Yesu aliye hai katika Kristo Yesu, Yesu, na hata kama huyo mtu inawezekana imani yake ni ndogo, inawezekana haamini, Yesu, nakuomba mguse leo. Ile mradi anasikia, naomba mguse leo, naomba mguse leo, akapokea uzima kwa jina la Yesu. Nasema akapokea uzima kwa jina la Yesu. Nasema akapokea uzima kwa jina la Yesu. Asante, maana mahali hapa kumejaa utukufu. Bwana, kila mahali kumejaa utukufu wako kwa jina la Yesu aliye hai. Wewe mtu akapokea uzima katika jina la Yesu. Akapokea uzima. Yote aliyeteswa na nguvu za giza kwa namna yote ile, haya mateso, toka, achia. Toka hiyo, achia miguu. Toka kwenye miguu. Toka, achia hilo tumbo. Toka, achia kwa jina la Yesu. Nasema toka, achia kwa jina la Yesu aliye hai. Yes. Yes. Yesu wa rehema, naomba ponya watu wako, wakange, ponya walio wagonjwa, fungwa wenye vifungo mbalimbali, wafungwa waliofungwa kwa jina la Yesu. Weza wako kadhirike ndani yao katika jina lenye nguvu la Kristo Yesu. Baba, ninakuomba ukaponye Bwana katika jina lenye nguvu la Yesu.
Mwokozi na Bwana wetu. Baba, ninaomba uzima wako nawe ndani ya watu wako sasa, katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa neema yako. Nakushukuru Bwana Yesu, wako ambao wanaomba kwa ajili ya uchumi wao. Yesu, nakuomba Bwana ukadhihirike kwao, waonekanie Baba. Naomba uwatetee, naomba uwapiganie vita yao Bwana, ukapigane wewe. Wengine Bwana maofisini kule mpaka wanatamani kuhama ofisi. Nasema usihame ofisi katika jina la Yesu. Yesu, nakutetee kuanzia leo. Pokea kushinda, pokea kushinda kwa jina la Yesu Mwokozi. Baba, asante kwa neema yako. Yesu, ninakutukuza kwa ajili ya watoto wako. Yesu, maana unawakumbatia, unawalinda, unawatunza, wakawe salama mikononi mwako Mfalme, kwa jina la Yesu. Naomba Bwana ukalinde njia zao, linda Bwana makazi yao, linda kwenye shughuli zao za kujitafutia Bwana kipato na maisha ya kawaida. Yesu, naomba uwe pamoja nao, watoto wao walio wanaosoma Bwana, walio wanafunzi wawe sekondari au vyuo. Yesu, watetee, fungua akili za wale ambao bado hawajaelewa. Yesu, wape kuelewa kwenye masomo yao, wape kufanya vizuri kwa jina la Yesu. Baba, tunapinga roho za kufeli, roho za mababu zinazowafuatilia watu, roho za mabibi, hizo roho za deception. Toka, una mamlaka kwa jina la Yesu. Baba, naomba neema yako niwe juu ya watoto wako, ukawalinde na kuwatunza, wakawe salama mikononi mwako Bwana, wakatunzwe Bwana. Usafiri watakaotumia uwe salama, iwe kwa miguu, kwa gari, kwa pikipiki, kwa vinginevyo. Yesu, naomba uwe pamoja nao. Tawa wanaosafiri kwa ndege, Yesu, naomba ukawatokee kwa pamoja nao huko, katika jina la Yesu. Lihimidiwe jina lako takatifu, Mfalme utukufu, maana wewe ni Bwana. Libarikiwe jina lako asubuhi ya leo Bwana, ukawalinde watoto wako katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Tutaonana tena kesho kwa Roho Mtakatifu na ufafanuzi zaidi. Mungu akupe neema kwa jina la Yesu.